Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Unazungumzia kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi hicho, ukiweza kushuhudia namna ambavyo mambo yanazidi kuwa magumu kwa wachezaji baadhi. Hapa nazungumzia mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama. Mambo yameweza kuibuka huko na mambo yamekuwa ni mazito. Unafahamu kwamba ni kwa muda sasa Clatous Chota Chama yupo kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Maswali yamekuwa ni mengi juu ya Chama, yuko wapi Chama, mbona haonekani, na hata akionekana mbona hapati nafasi ya kucheza. Kuna nini ambacho kinachoendelea kati ya Chama na Yanga huko nyuma ya pazia? Basi majibu yote nimekusogezea hapa, kwani engineer ameweza kufunguka kila kitu kuhusiana na Clatous Chota Chama. Ile kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, hajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans. Wakati Yanga ikiendelea kuweza kujikita kwenye msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, mambo yanazidi kuwa magumu kwa Clatous Chota Chama na Young Africans kutokana na kile ambacho kinachoendelea. Unafahamu ya kwamba Chama toka alipoweza kutua ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, maneno yamekuwa ni mengi. Mara alianza kwamba mchezaji huyo hana furaha, ikaja kwamba hapati nafasi ya kutosha, na sasa inaelezwa kwamba hana furaha ya kubakia tena ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ikumbukwe kwamba toka Clatous Chota Chama ametua kwenye kikosi cha Young Africans, mambo yalikuwa ni mengi. Watu wakazungumza pengine kasi yake ni ndogo, akaongeza kasi, lakini mambo yakawa bado ni magumu. Toka alipoweza kutua kocha mpya, kocha Mirudi Amdi, imekuwa ni nyakati ngumu zaidi kwa Chama, kwani hata nafasi ya kucheza imekuwa ni adimu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ikielezwa kwamba Chama ndani ya kikosi cha Young Africans hahitaji kuendelea kubakia tena. Ikumbukwe kwamba Chama alisaini mkataba wa mwaka mmoja tu ambao ulikuwa na kipengele cha kuongeza mwingine endapo atafanya vizuri, lakini mpaka sasa inavyoelezwa kwamba hakuna mazungumzo yoyote ya kuonyesha kwamba kuna mkataba ambao unaendelea baina ya Chama pengine na hapa nazungumzia na Young Africans, ambapo kila mmoja alikuwa akiweza kuangalia namna pengine kila mmoja anaweza kuona namna gani ambavyo kitakachokwenda kutokea kwenye kile ambacho kinaelezwa. Ikumbukwe kwamba Chama sasa hivi anatajwa tena ndani ya viunga vya klabu ya soka ya Simba Sport Club, na taarifa ambazo zinaeleza kwamba Chama kurejea Simba na Faisal kurudi zake Yanga. Mazungumzo ya biashara hizi yameshakamilika, na msimu ukimalizika nyota hao watatangazwa katika timu zao mpya, ambapo inaelezwa kwamba Chama anaondoka akiweza kupisha ujio wa Faitoto, ambapo inaelezwa kabisa klabu ya soka ya Young Africans imedhamiria kwa dhati kumrudisha maestro Faisal ndani ya kikosi hicho, huku ikielezwa kwamba hatima ya Clatous Chota Chama itaamuliwa na pale Jangwani, ambapo ipo mikononi mwa kocha Mirudi Amdi. Ripoti ya mwisho wa msimu itaamua Chama abaki Yanga ili kuendelea kuvaa medali ama atafute changamoto nyingine ambayo atakwenda kupata katika timu ambayo inaelezwa kwamba itakuwa na nafasi ya kuweza kumpatia. Inaelezwa kwamba uko ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia si wengine bali hawa ni klabu ya soka ya Simba. Inaelezwa kwamba wanamhitaji nyota huyo ili aweze kurejea kwenye kikosi cha klabu ya Simba kwa taarifa ambavyo zinaelezwa, lakini mpaka sasa klabu ya Simba haijatoa uthibitisho wa aina yoyote kwamba
unahitaji kuweza kumrudisha Chama, ila kwa upande wake Chama alisema ya kwamba yupo tayari kuweza kurudi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba kama Simba watakuwa tayari kuweza kumpa nafasi ya kutosha kurudi katika kikosi hicho. Lakini klabu ya soka ya Young Africans, taarifa nyingine ni kwamba ipo mbioni kukamilisha taratibu za kumsajili nyota kutoka Azam FC, si mwingine bali huyu ni Jibril Sila. Unafahamu kwamba Sila na Azam FC bado ni ngoma nzito, ambapo Jibril Sila anahitaji kuongeza mkataba ndani ya walambalamba hao, anahitaji kwenda zake kule kwenye kuvaa medali na kucheza mechi za kimataifa, tofauti na Azam ambako kila kitu kipo, lakini mafanikio ya kucheza kimataifa ndio yamekuwa ni changamoto. Jibril Sila, kiungo wa Azam ndani ya ligi kuu bara, amefikisha mabao 8 baada ya kuweza kuongeza idadi ya mabao ambayo alikuwa nayo, ambapo kwa sasa anaonesha kwamba ni moja kati ya, hapa nazungumzia wachezaji ambao wanatizamwa kwa jicho pevu kabisa na klabu ya soka ya Young Africans ili kuja kuchukua nafasi ya mtu si mwingine bali hapa unazungumzia huyu ni Clement Mzinze, ambaye inaelezwa kwamba Clement Mzinze anaelekea kule si kwingine bali ni Wydad Casablanca, ambapo wanahitaji kuweza kumpata nyota huyo. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kuangalia kama wataweza kufanikisha hilo jambo, basi utakwenda kushuhudia usajili mwingine mpya ukitua ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo Jibril Sila ndo atakuja kuchukua nafasi ya Clement Mzinze kama dili hilo litafanikiwa vizuri kabisa. Lakini kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, klabu ya soka ya Young Africans inaelezwa kwamba pengine tutakwenda kushuhudia uwekezaji ambao Young Africans wataufanya katika msimu unaokuja, kwani wanaona kabisa kuna mapungufu ambayo yapo kwenye kikosi chao. Tayari kuna sajili ambazo zishaweza kuwekwa bayana kama kina Jonathan Sowai ambao wanatajwa kutua kwenye kikosi cha Young Africans, na moja kati ya washambuliaji ambao hata yeye mwenyewe alithibitisha kwamba ndoto zake ni kuja kucheza kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, huku kila mmoja akiweza kusubiria kuweza kumuona Jonathan Sowai akiweza kuvaa jezi ya klabu ya soka ya Young Africans, huku tukitarajia kuweza kusikia majina ambayo makubwa ambayo yataondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kama kina Jonathan Mkude, ambao tayari washaweza kupewa taarifa ya kwamba inapaswa kuweza kuangalia namna kuweza kutafuta changamoto nyingine. Unafahamu ya kwamba Jonathan Mkude amekuwepo kwa muda wa miaka 2 ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo Yanga wanaona sasa ni muda wa kuweza kumpa mkono wa kwaheri kama ilivyokuwa kwa wachezaji wengine. Tusubiri kuweza kusikia taarifa rasmi kutoka kwenye kikosi cha Young Africans, watakuja na yapi kuhusiana haya ambayo yanazungumzwa kwa wakati huu. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na